الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa Safar mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 miladia. Tunaendelea na sharh usuli sunna للإمام ربيع السنة العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رحمه الله تعالى. تنازع الإيمان بالقدر خيره وشره، kuamini qadar khairi zake na shari zake, kuamini makadirio ya Allah azza wa jalla aliyoyakadiria Allah ya khairi na ya shari. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ni katika itikadi ya lazima ambayo mwenye kuacha jambo moja katika itikadi hiyo, lam yakbalha, hajalikubali, wa yu'min biha, na hajaliamini jambo hilo, lam yakun min ahliha, hawi ni katika watu wa sunna wal jamaa. Al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, kuamini qadar khairi zake na shari zake. والتصديق بالأحاديث فيه, na kusaddiq hadithi zilizokuja katika nguzo hii ya kuamini qadar. Walimanu biha, na kuamini hadithi hizo. La yuqalu lima wala kaifa, haisemwi wala haiulizwi kwa nini wala ilikuwaje. Innama huwa at-tasdiq wal-imanu biha, ni kuamini, kusaddiq na kuziamini hadithi hizo peke yake bila kuuliza wala kuhoji. Wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khasla lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, katika itikadi ya lazima ambayo mwenye kuacha jambo moja katika akida hiyo, lam yu'min biha, hajaliamini jambo hilo, lam yaqbalha, hajalikubali, wa yu'min biha, hajaliamini jambo hilo, lam yakun min ahliha, hawi ni katika watu wa sunna mtu huyo. Sheikh yaqulu rahimahullah: intabihu lihadha, zindukeni kwa jambo hili. Hadhihi alfaqratu muhimmatun jidda, faqra hii ni muhimu sana. Alimamu Ahmad yasifu lana usulan, alimamu Ahmad anatutajia misingi. Man taraka shay'an minha falaysa min ahli sunna, mwenye kuacha mmoja katika misingi hiyo hawi ni katika ahli sunna. Yakhruju an daira, yani yakhruju an dairati sunna ila albid'ah, anatoka katika daira na duara la sunna kwenda katika bid'a. Tanabbahu lihadha, zindukeni kwa jambo hili. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah: wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khasla fa idha tarakaha kullaha au mu'dhamaha fahadha huwa al-bala lam yaqbalha, yani abaha. ni katika itikadi ya lazima ambayo mwenye kuacha moja katika itikadi hiyo, jambo moja tu la akida hiyo akiliwacha, fa idha tarakaha kullaha, Sheikh Rabi' anasema akiwacha zote, mambo yote, au mu'dhamaha, au mengi katika misingi hiyo, fahadha huwa albala, hii ndiyo balaa. Lam yakbalaha, hajalikubali jambo hilo,
yani ya abaha, amelikataa jambo hilo. Wa yu'min biha, hajaliamini. Lam yakun min ahliha, mtu huyo hawi ni katika ahlus sunna. Idha lam yakun min ahli sunna, Sheikh Rabi' rahimahullah asema asipokuwa katika watu wa sunna, yakunu min ahli albid'i wadhalal wal'iyadhu billah, anakuwa ni katika watu wa uzushi na watu waliopotea, wal'iyadhu billah. Mtu akiwa cha moja katika misingi hii hawi ni katika watu wa sunna, moja kwa moja anakuwa ni katika watu wa bid'a, na watu wa bid'a ni ahlu dhalal, watu waliopotea, wal'iyadhu billah. Qala rahimahullah: wa antum ta'rifuna anna albid'ata tanqasimu ila kaba'ira wa saghair, na nyinyi mnajua kuwa bid'a inagawanyika kwenye kubwa na ndogo. Kuna bid'a kubwa na bid'a ndogo. Wa ila shirkin, pia inagawanyika kwenye ushirikina. Wa ila ilhadin, na kwenye upotofu. Wa ila bala, na kwenye bala. Kama yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullah: albid'atu mushtaqatun min al-kufri wa ailatun ilayhi, uzushi umechukuliwa katika ukafiri. Albid'atu mushtaqatun min al-kufri wa ailatun ilayhi, bid'a ni mushtaqqa, ni yenye kuchukuliwa kutokana na ukafiri na ni yenye kurejea kwenye ukafiri. Sababu Uislamu haujaleta bid'a, kwa hiyo ukafiri ndio umeleta bid'a. Albid'atu mushtaqatun min al-kufri wa ailatun ilayhi, na ni yenye kurejea kwenye ukafiri. Walbid'atu taqumu ala alhawa wadhalal, na bid'a inasimama juu ya hawa za nafsi na upotevu. Walbid'atu taqumu ala alhawa wadhalal, bid'a inasimama juu ya hawa za nafsi, wadhalal, na dhalali, upotevu. Yaqulu ta'ala: afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Je, umemwonaje yule anayefanya mola wake ni hawa zake? Mola wake ni hawa za nafsi yake, kila hawa inavyomwamrisha ndivyo anavyofanya. Hawa ikimkataza jambo analiwacha jambo hilo. Huyo ndio amefanya hawa za nafsi yake ni mola wake. Wa adallahu Allahu ala ilm, Allah akampoteza juu ya ilmu, yani alikuwa anamjua kwamba huyu anastahiki kupotezwa. Ala ilmin, yani iko katika ujuzi wa Allah wa azal kwamba huyu anastahiki kupotezwa. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, akajalia juu ya macho yake kifuniko, haoni haki. Faman yahdihi min ba'di Allah, nani atamuongoza baada ya Allah? Qala Sheikh Rabi' rahimahullah: fana'udhu billahi min ittiba'il hawa, tutakahifadha kwa Allah na kufuata hawa za nafsi. Walihadha samma ahla sunnati ahla albid'ah, qala walihadha samma ahlu sunnati ahla albid'i bi ahli alahwa, na ndio maana ahlu sunna wamewaita watu wa bid'a kwamba ni watu wa ahwa. Walihadha samma ahlu sunnati ahla albid'i bi ahli alahwa, kwa hiyo ahlu sunna wamewaita watu wa bid'a ni watu wa ahwa, wanafuata hawa za nafsi zao. Liannahum khalafu din Allah wattaba'u ahwaahum, kwa sababu wameikhalifu dini ya Allah wakafuata hawa zao. Kwa hawa ni ahlul bid'i wal ahwa. Watu wa bid'a
na kufuata hawa za nafsi. Wanawacha dini, wanawacha nusus za Qur'an na Sunna, wanafuata hawa za nafsi. Kwa hawa wanaitwa ahlul bid'ah wal ahwa. Ndio maana Sheikh Rabi rahimahullah katika maneno yake, nahnu natahadda ahlal bid'ah wal ahwa, natahaddahum, tunawapa challenge watu wa bid'a na watu wa ahwa. Natahaddahum wa naqul bainana wa bainakumus salaf, bainana wa bainakumul kutub. Sheikh Rabi katika maneno yake anasema hivyo, natahaddahum ahlal bid'ah wal ahwa bainana wa bainakumus salaf, bainana wa bainakumul kutub. Baina yetu na baina yenu ni salaf. Tuangalieni salaf walikuwa wakifanya bid'a, tuangalieni vitabu vya salaf vinakuhimiza watu bid'a. Bainana wa bainakumus salaf, bainana wa bainakumul kutub. قال وهؤلاء لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم، وهؤلاء مثل الخوارج، هؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو أهل وحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك. نهاو أهل البدع والأهواء من فنوى مخوارج، روافض، مشيعة، معتزلة، جهمية، مرجئة، صوفية الحلولية. wanaodai kwamba Allah anaingia katika kila kitu. Allah anaingia katika miti, katika mawe yumo, katika watu. Aqidatul hululiyya ni itikadi ya ukafiri. Wanao hiyo ghulatu sufia wana itikadi hiyo ya hulul. Au ahli wahdatil wujud, au watu wa wahdatil wujud, itikadi nyingine ya kafiri pia wanayo ghulatu sufia, kuona kila kitu ni Allah. Au ubadi al-qubur, au wale wenye kuabudu makaburi wakenda kuomba maiti, au masha kala dhalik, au yaliyofanana na hayo. Kullu hadhihi bid'un wa dhalalatun mukhalifatun li nususil kitabi was sunna. Zote hizo ni bid'a na ni upotevu wenye kukhalifu nasi za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mukhalifatin li usuli sunnah wa qawaidiha, na ni bid'a zinazokhalifu misingi ya aqida wa qawaidiha. Awwaluha qala al-iman bil qadar, wa mwanzo wa misingi hiyo ya aqida sahiha ni kuamini qadar, kuamini qadar, makadirio ya Allah azza wa jalla. فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة، أسيء أمن قدر سكتك أهل السنة، سكتك وتوى سنة. أسيء أمن قدر مقدرية الله سكتك أهل السنة. هذا ترك خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. هو أسيء أمن قدر amewacha jambo kubwa, amewacha msingi mkubwa katika misingi ya aqida sahiha. Al-imanu bil qadar, kuamini qadar, ruknu min arkanil iman, ni moja katika nguzo za iman. Kuamini qadar, makadirio ya Allah, aliyoyakadiria Allah, iwe ni mambo ya kheri au ni mambo ya shari, ni lazima muislamu aamini. Hii ni moja katika nguzo za kuamini al-imanu sit, kwa nguzo za imani sita. Katika nguzo hizo al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Asiamini qadar si mu'min, asiamini qadar si katika ahlus-sunna. دل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. imefahamisha msingi huo wa kuamini qadar kitabu cha Allah Qur'ani, hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam zimefahamisha hilo. Qala Allah tabaraka wa taala,
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. kila jambo tumelidhibiti na kuliandika katika imam mubin al-lawhil mahfudh. fakullu hadithin yahduthu, kila tukio linalotokea, wa kullu ainin, na kila kitu, qad alimahu Allahu wa sajjalahu fil lawhil mahfudh, Allah ameshalijua hilo na kulisajili na kuliandika katika lawhil mahfudh. wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. wa hadha min adillati alqadar, hii ni katika dalili ya qadar, makadirio hayo ya Allah azza wa jalla. kadhalika qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kwa ziko aya nyingi zinazothibitisha jambo hili la qadar, makadirio ya Allah azza wa jalla. qala wa jibrilu arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam liyuqarrira fi hadha al-liqa usul ad-din wa arkanahu allati yubna alayha wa yushaddu alayha. Jibril, Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala alimtuma Jibril wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyuqarrira fi hadha al-liqa'i usul ad-din wa arkanahu, ili athibitishe katika liqa hii ya kukutana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amthibitishie misingi ya dini, wa arkanahu allati yubna alaiha, na nguzo zake ambazo Uislamu unajengwa juu yake, dini inajengwa juu ya nguzo hizo. wa yushaddu alaiha, na dini inainuliwa juu ya nguzo hizo. Jibril, Allah azza wa jalla alimtumiliza Jibril kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuqarrira fi hadha al-liqa'i usul ad-din, ili amthibitishie katika liqaa hiyo, kukutana huko na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misingi ya dini, wa arkanahu allati yubna alaiha, na nguzo zake ambazo dini inasimama na kujengwa juu ya nguzo hizo. wa yushaddu alaiha, na dini inainuliwa juu ya nguzo hizo. Saalahu anil islam, Jibril alimuuliza mtume sallam kuhusu Uislamu. faqala alislamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujja al-bait. Jibril alimuuliza mtume nini Uislamu. Mtume akamuelezea nguzo tano za Uislamu. Uislamu ni kukiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, na kusimamisha sala, na kutoa zaka, na kufunga Ramadhan, na kukusudia al-Kaaba, nyumba ya Allah, kwa ibada. Hizi ni nguzo tano za Uislamu. Mtume sallam alipoulizwa al-Islamu, akajibu jawabu hili, akataja nguzo hizi tano za Uislamu. Qala mal iman, Jibril akamuuliza tena mtume nini iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Nini iman? Mtume akajibu ni kumwamini Allah na kuamini malaika wake na kuamini vitabu vyake na kuamini mitume wake na kuamini qadar, kheri zake na shari zake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni nguzo sita za imani. Nguzo sita za iman lazima kila mumin aamini na azijue. Qala fal arkanul khamsa ghayra alqadar madhkura, nguzo tano isipokuwa qadar zimetajwa. Alqadaru madhkurun fi ayatin kama sabaq, qadar imetajwa katika aya kama zilivyotangulia aya tulizosoma. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kadhalika qawluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. idhan falqadaru
مذكور في آيات كما سبق. وقد تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات، na huenda ikatajwa misingi ya iman katika idadi za aya kadhaa, kama aya ya suratul Baqara, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Hii imetaja nguzo tano za imani. Unaelewa? Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake kutokana na Mola wake, na waumini pia wameamini hilo. Kullun amana billah, kila mmoja amemwamini Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nguzo tano hizo za imani. Sawa? La nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatufarikishi baina yoyote katika mitume wake. Mitume wote tunawaamini, mitume wote tunawaamini, aliyowataja Allah katika Qur'an na ambao hajawataja, wote tunawaamini kuwa ni mitume wa Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ndio maana hawa Mayahudi na Manasara hawa wanakufuru si Waislamu, kwa sababu hawajamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume wa haki, ni mtume wa mwisho. Na pia hawajaamini hao mitume wao, pia hawajamuamini Nabii Musa Mayahudi, wala Nabii Isa wa Manasara, hawa pia hawajaamini, kwa sababu ukimkadhibisha mtume mmoja umewakadhibisha wote, maadamu hawamuamini Mtume Muhammad sallam. Kwa hiyo pia manabii Musa hawamwamini, Nabii Isa hawamwamini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Waumini wanasema tumesikia na tumetii, twataka msamaha wako Mola wetu, na ni kwako wewe marejeo yetu. Qala Sheikh Rabi' rahimahullah, fayusaqu ahyanan alqadar fi nususin mustaqilla. Kwa hiyo huletwa mara nyingine qadar katika nasi pekee, katika nususi pekee yake inaletwa hiyo al-imanu bilqadar. Wa tusradu hadhihi al-usulu fi siyaqin wahidin, na huletwa misingi hii katika siyaqi wahid, mpangilio mmoja wa aya. Wa kulluha dalla alaiha kitabullahi wa sunnatu rasulillahi alayhi salatu wassalam, kama fi hadithi Jibril hadha. Zote hizo dalili yake ni kitabu cha Allah na hadithi za mtume wake alayhi salatu wassalam, kama ilivyo katika hadithi hii ya Jibril. وكما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما يليذ كتك حديث عبد الله بن مسعود، وربما تأتي لمحة أخرى عن القدر. pengine itatajwa lamha nyingine ya haraka haraka, maneno mengine ya haraka haraka kuhusu qadar. Nadhkuru fi dhalika al-adillata insha Allah, tutataja katika hilo dalili insha Allah. Idhan min al-usuli allati man taraka minha khaslah al-imanu bilqadar khairihi wa sharrihi, ni katika misingi ambayo mwenye kuacha moja katika misingi hiyo hawi ni katika al-sunna, ni kuamini qadar, khairi zake na shari zake. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. كوني لازم كمؤمن آمين كوا قدر زوته خير زاكي na shari zake zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kila jambo linalotokea na kila lililotokea na kila litakalotokea la kheri na shari, ni lazima kuamini kwamba jambo hilo liko ndani ya makadirio ya Allah azza wa jalla.
إذن فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر. amezungumza amelitaja hilo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika al-Aqida al-Wasitiyya, na kitabu kingine ameelezea kuhusu qadar, wa annahu darajat, na kwamba qadar ni darajat, ni daraja nyingi. فالدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء, ni ujuzi wa Allah wenye kuzungukia kila kitu. Hii imo katika qadar. Qadar ina marahil, ina 4 marahil, ina daraja 4. Ya kwanza fadarajatul ula ilmu Allahi almuhitu bikulli shay, ni ujuzi wa Allah unaozungukia kila kitu. Yani alima Allahu biilmihi alqadim alazali kulla shay'in min makhluqatihi saghirihi wa kabirihi daqiqihi wa jalilihi. Allah azza wa jalla amejua kwa ujuzi wake wa zamani, ujuzi wake wa azal, anajua kila kitu katika viumbe vyake, kidogo na kikubwa. Daqiqihi wa jalilihi, kidogo chake na kikubwa chake vyote anavijua, hakuna kitu Allah hakijui. Hadha huwa ilmuhu almuhitu bikulli shay. Thumma sajjala dhalika fi kitabin mahfudh, baada ya kukijua akakisajili na kukiandika katika kitabu chake au al-lawh al-mahfudh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddara Allahu maqadira kulli shay qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah amekadiria makadirio ya kila kitu, amekadiria makadirio ya kila kitu kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Tayari ameshakadiria kila kitu. qaddara Allahu maqadira kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. tumefahamu? وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم. Mtume صلى الله عليه وسلم kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni qalam. Faqala lahu, Allah akaiambia kalamu hiyo, uktub, andika. Qala ma aktubu, kalamu ikasema niandike nini? Qala uktub ma yakunu wama huwa kain ila yaumil qiyama, andika yatakaokuwa na yaliyokuwa mpaka siku ya kiyama. uktub ma yakunu wama huwa kainun ila yaumil qiyama, andika yatakaokuwa wama huwa kainun, na yanaokuwa ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. fakataba Allahu tabaraka wa taala كل المعلومات الذي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. Allah tabaraka wa taala akaandika maalumati yote, vitu vyote vinavyojulikana alivyovijua kwa ujuzi wake wenye kuenea, ujuzi wenye kuzungukia kila kitu, akaandika hayo katika lauhil mahfudh. Tumefahamu? Kwa hiyo kalamu ndiyo iliyoandika katika lauhil mahfudh. Allah akaandika kila kitu hapa. Faqala lahu uktub, Allah akaiambia kalamu andika. Qala ma aktubu, kalamu ikasema niandike nini? Lazima kuamini, lazima kuamini hadithi hizi sahiha, lazima kuziamini. Mtu asitie akilingane, kwani kalamu yazungumza? Ndiyo, kalamu ilisema ma aktubu, ni lazima kuamini hivyo. Hii ndio maana kuamini ghaib. Kuamini ghaib ni hivi, unaelewa? Kuamini ghaib ni hivi, siri za Allah. Usitie katika akili, kalamu itasema vipi,
niandike nini? Kwani kalamu ina ulimi? Ndiyo imesema lazima kuamini, kama alisema Allah katika surati Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kwani mikono ina ulimi, miguu ina ulimi, lakini itasema, itashuhudia. Lazima kuamini ni Qur'an na hadithi ni wahi. Unielewa? قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Ziko kwake funguo za ghaib, funguo za siri zake, hakuna anayezijua isipokuwa yeye. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah anavijua vilivyo bara, vilivyo baharini. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna jani lolote la mti isipokuwa likianguka isipokuwa analijua. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna jani lolote la mti linaloanguka isipokuwa Allah analijua. Wala habatin fi dhulumati al-ardi, wala tembe moja katika giza la ardhi. Wala ratbin, wala kilicho majimaji. Wala yabis, wala kilicho kikavu. Illa fi kitabin mubin, isipokuwa vyote viko katika kitabu chenye kubainisha kila kitu, al-lawhil mahfudh. وقال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. kijana changu, innaha in taku mithqala habba, kikiwa kitu mtu amefanya amali njema kiasi cha habba, tembe moja ndogo, habba ya khardal, fatakun fi sakhra, kikawa katika jiwe, au fi samawati au fil ardi, au kikawa katika mbingu au katika ardhi, yati biha Allah, Allah atakileta kitu hicho. Fallahu alimun bikulli shay, kwa Allah ni mjuzi wa kila kitu. Wadawana hadhihi al-ashyaa kullaha fi al-lawh al-mahfudh, Allah ameandika vitu hivi vyote, ameviandika katika lawh al-mahfudh. Unaelewa? Hiyo ni daraja ya kwanza ya kitaba, ya kuandika kila kitu alichokiumba katika lawh al-mahfudh, alichokadiria. Kila kitu alichokadiria Allah amekiandika katika lawh al-mahfudh.